Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akataa usitishaji wa vita au kujiondoa kutoka katika ukanda wa Gaza chini ya mpango wa Rais wa Marekani Donald Trump, kulingana na vyombo vya habari vya Israel. Gazeti la kila siku la Israel Hayom limenukuu vyanzo vya Israel ambavyo havikutajwa vikisema Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aliwasilisha kukataa kwake kwa mjumbe mkuu wa bodi ya Gaza Nikolai Mladenov wakati wa mkutano wao siku ya Jumatatu. Israel haitaondoka kwenye nyadhifa inazodhibiti huko katika ukanda wa Gaza na haitasita mapigano, Netanyahu alimwambia Mladenov, kama alivyonukuliwa na jarida hilo. Hamas inaendelea kujenga upya uwezo wake wa kijeshi na inaleta tishio la moja kwa moja kwa jeshi la Israel na jamii zinazozunguka ukanda wa Gaza, alidai Netanyahu. Gazeti hilo la kila siku limesema Baraza la Usalama la Kitaifa la Israel hapo awali liliwasilisha kutoridhishwa kwake na Netanyahu kuhusu masharti ya mpango wa usitishaji wa vita katika Gaza kwa bodi ya amani na timu ya Rais wa Marekani Donald Trump. Siku ya Ijumaa wiki iliyopita, bodi ya amani ilitoa rasimu ya makubaliano iliyoyaelezea kama kanuni na taratibu za utekelezaji kwa awamu inayofuata ya mpango wa amani wa Donald Trump katika ukanda wa Gaza, ikiwa ni pamoja na mipango ya usalama, kiutawala na ya mpito katika eneo hilo, pamoja na mwelekeo wa kisiasa unaopendekezwa. Kutokana na hali hii, Hamas ilisema inasubiri jibu la wazi na rasmi kutoka kwa wajumbe wa bodi ya amani Nikolai Mladenov na wapatanishi kuhusu maelewano yaliyofikiwa juu ya utekelezaji wa awamu ya pili ya makubaliano kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Hamas na makundi ya Wapalestina yamesalia kujitolea kwa kile walichokubali kuwa utekelezaji wa awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano, ikiwa ni pamoja na wajibu wa pande zote. Chanzo kikuu cha Hamas kilisema katika taarifa kwenye kituo cha Telegram cha kundi hilo. Siku ya Ijumaa, bodi ya amani na Rais wa Marekani Donald Trump walitangaza makubaliano kutekeleza awamu inayofuata ya usitishaji wa vita katika ukanda wa Gaza, huku bodi hiyo ikisema Hamas imekubali ramani ya kina kwamba wataachilia silaha. Lakini bado Israel haina imani juu ya kundi hilo la wapiganaji la Hamas katika ukanda wa Gaza, ikisema mpango wa kundi hilo ni kujiendeleza na kuwa na silaha zaidi na kufanya mashambulizi katika siku zijazo kwa shambulia wa Israel. Wakati huo, shirika la utangazaji la Israel KNA limesema jeshi la Israel limeweka mistari mitatu miekundu kuhusu mfumo wa hoja 15. Kulingana na chombo hicho, maafisa wakuu wa jeshi la Israel wanatarajiwa kuwasilisha madai haya wakati wa majadiliano yatakayofanyika mnamo Jumatano na mkuu wa jeshi Eyal Zamir. Jambo la kwanza, inataka uhuru kamili wa kuchukua hatua ili kuondoa vitisho huko Gaza. KNA inasema jeshi la Israel pia limedai udhibiti wa silaha huko katika ukanda wa Gaza kwa mujibu wa chanzo hicho. Jeshi pia linapinga uondoaji wowote wa sehemu au polepole isipokuwa Hamas ipokonywe silaha kabisa, iliongeza. KNA imesema madai ya jeshi yatawasilishwa kwa taasisi ya kisiasa ambayo italazimika kufanya maamuzi kuhusiana nalo. Israel imeua zaidi ya watu 73,000 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 174,000 katika vita vya mauaji ya halaiki huko katika ukanda wa Gaza tangu Oktoba mwaka 2023. Licha ya makubaliano kusitisha mapigano kutekelezwa tangu Oktoba 10 mwaka 2025, Israel imeendeleza mashambulizi yake kote katika eneo hilo na kuua Palestina 1250 na kuwajeruhi wengine 4110 kulingana na Wizara ya Afya ya Palestina huko katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri.